Ndoa hii ni ndoa ya Kikristo inayoenda kufungwa leo, na kwa kuwa ni ndoa ya Kikristo inajengwa juu ya neno la Mungu, na kwa kuwa inajengwa juu ya neno la Mungu, nataka tusikie neno la Mungu kwa ufupi ambalo linaongelea ndoa. Nataka niongelee kidogo ndoa ni nini, inatakiwa iweje, iendeshweje hii taasisi ya watu wawili. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari 1-4, Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Hilo ni neno la Mungu. Nyaraka zote katika Biblia zilikuwa hasa ni kwa ajili ya kulilea kanisa ambapo lilikuwa limeanza. Ukisema waraka kwa Wakorintho, maana yake waraka huo uliandikwa kwa kanisa la Wakorintho. Ukisema Wagalatia, maana yake waraka huo uliandikwa kwenda kwa kanisa la Wagalatia. Hivyo na nyaraka nyingine zote. Kwa hiyo nyaraka, tunaposoma nyaraka katika Biblia haziwahusu watu ambao si Wakristo. Ziliwahusu ambao tayari wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Ndio zilikuwa zinatumwa kwao kuwapa mwongozo jinsi ya kuishi Ukristo, kuwapa mwongozo jinsi ya kuishi na kutembea na huyu Yesu Kristo waliyekuwa wamemwamini au wamempokea kwa Bwana na Mwokozi wao. Na nyaraka zinaongelea mambo yote ya maisha yote. Mojawapo ni andiko ambalo tumelisoma katika Waebrania sura hii ya 13 mstari wa 4, inaongelea ndoa au inatoa mwongozo juu ya ndoa. Yesu mwenyewe aliongea sana juu ya ndoa. Tukisoma katika vitabu vya Injili, katika kitabu cha Mathayo sura ya 19, tukienda aliongelea ndoa. Na alipoongelea ndoa, alirudi mwanzo wa ndoa. Walipomuuliza maswali kuhusiana na ndoa, aliwauliza hamkusoma? Imeandikwa ni maana yake, mwongozo huko katika maandiko. Na wakati mwingine akawaambia tangu mwanzo mapenzi ya Mungu yalikuwa ni haya, hasa walipoongelea swala la talaka. Yesu akawajibu na kuambia, kwa asili au tangu mwanzo Mungu alipoweka ndoa, alipoianzisha ndoa, swala la talaka alikupewa nafasi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajibu maswali aliyokuwa anakutana nayo katika maisha yake ya hapa duniani kuhusiana na ndoa. Tumesoma kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote, na ndoa inayotajwa hapo ni ya Kikristo. Nami nataka tufahamu au tukumbushane kidogo hiyo ndoa inayotajwa ni nini, kwa sababu kuna ndoa nyingine ambazo naweza nikasema zinaitwa ndoa lakini sio halali mbele za Mungu au sio takatifu na hazina kibali mbele za Mungu. Watu wanaweza wakaishi pamoja lakini sio halali kuishi pamoja. Wanaitwa ni wanandoa lakini mbele za Mungu wanaweza wasio wanandoa. Kwa mfano, Biblia inasema mtu
akiachana na mke wake asioe. Akioa anafanyaje? Unaweza kuzini na mke wako? Hivi mume na mke wao wanazini? Kama inasemwa kwamba wanazini, maana yake sio mke wake, maana yake sio mke wake. Kwa hiyo sio ndoa mbele za Mungu, inakuwa sio ndoa. Kwa hiyo si kila wanaoishi pamoja mbele za Mungu ni ndoa. Kijamii inaweza ikawa ndoa, kiserikali inaweza ikawa ndoa, lakini kibiblia inaweza isiwe ndoa. Kwa hiyo mimi naongelea ndoa ya kibiblia. Ndoa ya kibiblia tunasema ni muunganiko wa agano. Sasa hilo agano, neno agano likiisha kutajwa, agano ni neno kubwa, linafunga, alitoi uhuru. Agano ni agano la watu wawili, mwanaume na mwanamke, ambao wamekubaliana hadharani, sio siri, wanakubaliana hadharani. Kwa hiyo ni muunganiko wa kiagano kati ya mwanaume na mwanamke, ambao misingi yake ni kupendana. Kila mmoja amempenda mwenzake, amemkubali mwenzake mbele ya mashahidi wengi na Mungu akiwa mmoja wao, kwamba wataishi pamoja na wataendelea kuishi pamoja mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kwa hiyo ndoa sio ya muda. Kwa sababu ya uharibifu na ukengeufu, leo kuna ndoa zinaitwa ndoa za mkataba. Huku kwetu haijashamili hii, lakini kwa wenzetu huko, kwa weupe huko, wanakubaliana tutaishi kama wanandoa miaka fulani. Baada ya hiyo, kila mmoja achukue ustaarabu wake. Sio mapenzi ya Mungu, wala sio mpango wa Mungu. Ndoa ni kifungo. Kwa hiyo Victor pamoja na Mariamu leo mnaingia kwenye kifungo, kinaitwa kifungo, na kifungo hiki hakitoi nafasi yeyote kukiingilia na kufungua. Hayupo kati ya wawili na wala mwingine kutoka pembeni mwenye ruhusa au mwenye haki ya kuingilia kifungo hiki na kukifungua. Ni kifungo cha maisha. Kila mmoja anafungwa kwa mwenzake, hana uhuru kabisa, anafungwa kwa mwenzake. Na Biblia inasema mpaka kifo. Sasa mwingine akauliza, je, kama ana tabia mbaya? Na jibu ni kwamba na wewe pia una tabia mbaya. Hakuna mwanadamu ambaye hana tabia mbaya, wote tuna tabia mbaya, ila tabia mbaya zinazidiana. Hilo tu, hakuna mwema. Yesu alisema hakuna mwanadamu mwema, ila kama hakuna mwema, maana yake sisi sote ni wabaya, ila tofauti yetu ni kwamba ubaya unafanyaje? Unazidiana. Ukiona mtu anasema huyu ni mbaya, alafu yeye hana ubaya wote, huyo mtu haelewi anachokisema. Sote tuna ubaya, ila ubaya unazidiana. Kuna mwingine ubaya wake anaachilia wote, alafu kuna mwingine anaachilia kidogo,
alafu mwingine anautunza. Hilo tu. Kwa hiyo hata akiwa ni mbaya, maana yake wabaya wamekutana, ila ni kwamba mnatofautiana kidogo. Ubaya ni kuishi, ni kujifunza jinsi gani unaweza ukaishi na huyo mwenzio na mkaendelea kuishi mpaka hapo Mungu atakaposema imetosha kuishi pamoja. Kwa hiyo ndoa ya Kikristo au ndoa ya kibiblia ni agano la maisha, ni agano si la milele, kwa sababu tutaondoka, kifo kitatuondoa. Milele ni baada ya kifo, hapo tunaingia kwenye umilele, lakini kama bado kifo kipo, basi ni ya maisha, yaani siku zote unapoishi hapa ukiwa hai, uko kwenye kifungo unalitumikia agano. Kwa hiyo Victor, leo unaenda kuingia kwenye kifungo hiki na agano hili na kulitumikia maisha yako yote pamoja na Mariamu, yote wawili kwa pamoja. Biblia inasema ndoa iheshimiwe, tena na watu wote iheshimiwe. Hivi kwa nini iheshimiwe? Nadhani kitu chochote ambacho Mungu ameagiza au ameamuru, kila mwanadamu lazima aheshimu. Huwezi kudharau kitu ambacho Mungu ameagiza, Mungu ameelekeza, Mungu ameamuru. Kama ni mwanadamu ameanzisha, mwanadamu ameagiza, unaweza ukapuuzia. Unaweza ukapuuzia, unaweza ukafanya unavyotaka kwa sababu ni jambo la kibinadamu. Ukipuuzia jambo la serikali, unaweza ukajikuta mahakamani, hatimaye gerezani. La Mungu unaweza usione mahakama, la Mungu unaweza usione gereza, lakini mahakama ya Mungu ni mbaya kuliko mahakama ya kibinadamu. Na gereza la Mungu ni mbaya sana kuliko gereza la kibinadamu. Na Mungu anaweza kukuweka gerezani, anaweza, kwa sababu ya ukengeufu wako. Kwa hiyo kitu chochote ambacho Mungu amekiweka lazima tukiheshimu. Kwa nini tueneheshimu uhai wa mtu? Uhai wa mtu ni mali ya Mungu. Hata mtu mwenyewe haruhusiwi kuondoa uhai wake, japokuwa anautunza mwenyewe lakini hana amri juu ya uhai wake. Mimi hapa siwezi nikaamua, si ni uhai ni wa kwangu Bwana, nikaamua kunywa sumu. Si wa kwangu, uhai wangu ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni mali ya Mungu, siruhusiwi kuugusa uhai wangu. Sio kwamba siruhusiwi kugusa uhai wa mwenzangu tu, na wa kwangu siruhusiwi kugusa kwa sababu ni mali ya Mungu. Nataka niseme hata ndoa aliyeanzisha ndiye mwenye kuimiliki. Ndoa ni ya nani? Ni ya Mungu aliyeanzisha. Mwanadamu ni wa nani? Ni wa Mungu aliyemuumba. Akamaliza kumuumba Adamu, halafu akasema mambo hayajakaa sawa, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Akamtengeneza mwanamke kutoka katika viungo vyake Adamu, akamletea Adamu. Kwa hiyo ametoka kwa Mungu, akampa, ikawa ndoa, na Mungu akaweka maelekezo pale alivyoviunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, na hawa wawili hawatakuwa wawili tena, watakuwa moja, na vitu vyote vitakuwa katika ushirika. Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alianzisha ndoa, akaweka taratibu zake, akaweka kanuni, akaweka maelekezo ya kudumu ambayo yatailinda na kuitunza taasisi hii inayoitwa ndoa. Kwa hiyo ndoa ya kibiblia lazima ijikite kwenye neno la Mungu, isimikwe juu ya neno la Mungu na ibaki kwenye neno la Mungu, haitakiwi kuondoka. Shetani siku zote ni adui wa mambo ya Mungu, siku zote hajawahi kuwa rafiki wa mambo ya Mungu, na shetani ni adui mbaya wa ndoa.
Ukiwakuta wawili wamefarakana, wametofautiana, unaweza ukawanyoshia vidole wao, lakini nyuma yao yupo mharibifu anayeitwa Shetani, na mkimruhusu mkampa nafasi, anachinja kabisa, anavuruga, anaiondoa ndoa, au anaiondoa kwenye mwelekeo wa kimungu, anaiondoa kwenye kusudi la Mungu akipewa nafasi. Lakini mkimnyima nafasi, Shetani anashindwa mapema na ndoa inaendelea kuwa salama. Na Biblia inanionyesha kwamba kila kitu ambacho Mungu alikiweka au alikiumba, Mungu hakuumba vitu vya muda. Mungu ameumba vitu vya muda mrefu ambavyo vina hali ya umilele ndani yake. Ameumba vitu vya muda mrefu, hana vya muda. Kwa hiyo ndoa za mkataba sio ndoa za kimungu, sio za kibiblia, ni za matakwa ya mwanadamu mwenyewe. Nimesema ndoa ni muunganiko wa kiagano wa mwanaume na mwanamke. Leo ziko ndoa za wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Sio ndoa kibiblia, sio ndoa hizo, zote sio ndoa. Kwa hiyo watu wanaweza wakaishi pamoja, lakini sio ndoa. Wanaweza wakakaa pamoja, lakini sio ndoa kibiblia. Na sisi tunayoifunga leo, tunafunga ya kibiblia ambayo lazima ikae kwenye neno la Mungu, iliheshimu neno la Mungu na ibaki na kudumu juu ya neno la Mungu. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Tunaanzia watu gani wa kuheshimu ndoa? Wanandoa wenyewe ndio wanaotakiwa wa kwanza kuheshimu ndoa. Tukiwaita watu wa nje na kuheshimu ndoa ya hawa watu, hata wasipoiheshimu, nyie mkiheshimu bado itadumu. Hata wasipoiheshimu nje, nyie wawili mkiheshimu ndoa yenu, kwa sababu ni agizo la Mungu na ni jambo ambalo ni la Mungu, Mungu mwenyewe kalianzisha, bado ndoa itadumu na itaendelea kuwa salama. Uiheshimu. Na Biblia imeongezea neno, malazi yawe safi. Je, anasema nini? Mwe mnafua kila siku shuka na blanketi vifuliwe kila siku ili kuwe safi. Anasema malazi yawe safi. Je, usafi unaotajwa hapo ni huko? Msiweke uchafu, usilale bila kuoga ili shuka zisichafuke. Je, usiweke kitu chochote kichafu juu ya kitanda. Anaposema malazi yawe safi, anasemea nini? Je, Mungu anaangalia usafi wetu wa miili yetu, ngozi yetu? Anaangalia habari ya sabuni, kwamba ufue kwa sabuni? Mungu anaongelea pale, ametoa jawabu, amemalizia na kusema kwamba waasherati na wazinzi amewataja pale. Maana yake ni kwamba uasherati na uzinzi unachafua nini? Malazi, unachafua ndoa, kwamba hao watahukumiwa adhabu. Nitaongelea kidogo maadui wa ndoa wanaoweza wakairagua ndoa isiweze kwenda. Hakuna kitu kibaya kama wanandoa kuto kuithamini ndoa. Mwingine akasema sibembelezi kuoa, sibembelezi kuolewa, sibembelezi kuolewa. Mimi nawaomba Mariam, bembelezi kuolewa. Victor, bembelezi kuoa. Lakini ukijifanya ngangalicho, yani ukapiga mateke tu, sibembelezi bembeleza. Kwa nini ubembeleze? Ni kitu cha kimungu na ni mpango wa Mungu. Unajua kama haubembelezi, maana yake unaweza kufanya maamuzi yoyote. Lakini kama unaibembeleza iwepo, maana yake utafanya kila kinachowezekana ili endelee kuwepo. Utafanya kila kinachowezekana ili idumu. Lakini kama haujali, sibembelezi kuolewa, naweza nikaishi peke yangu.
Hayo ni maneno ya kipuuzi. Usivuruge mpango wa Mungu. Na mimi nasema zaidi na nyinyi wawe, heshimuni mpango wa Mungu. Ndoa ni kusudi la Mungu kwa sababu ina kusudi la Mungu ndani yake. Ndoa ni mpango wa Mungu kwa sababu haikutoka kwa mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Katika hekima yake anasema si vema mwanaume huyu akae peke yake, nampa mke. Kwa hiyo ndoa ni mpango wa Mungu, ndoa ni mapenzi ya Mungu, ndoa ni kusudi la Mungu, ndoa ni jambo la kimungu. Kwa hiyo kama ni la Mungu, lazima mwanadamu aheshimu jambo ambalo ni la Mungu, ambalo ni la kimungu. Ndoa Biblia inasema ni kitu chema. Maana Biblia inasema apataye mke apata kitu chema na pia anapata kibali. Biblia inaposema apataye mke apata kitu chema, tunaenda upande wake wa pili, pia apataye mume apata kitu. Kwa hiyo Victor, leo unapata kitu chema, sio kibaya na sio kibaya, kwa sababu Mungu hatoi vitu vibaya. Unapata kitu chema. Na pia Mariamu unapata kitu chema. Na Biblia inasema unapata kibali kwa Mungu. Kwa hiyo unapata kitu chema. Sasa kama ni kitu chema, lazima ukijali. Lazima ukibembeleze kiwepo. Kwa hiyo neno usibembeleze kuoa, usibembeleze kuolewa, sio wewe peke yako. Mabinti wamejaa wako ni mmoja peke yako. Yaani ni huyu tu. Na siku ya kikushinda ukaa naye, maana yake umeamua kuwa bure. Yaani utaishi hivyo maisha yako yote. Sisi kwenye kanisa letu haturuhusu ndoa ya pili. Kwamba unaweza ukamwacha mke wako hata kama umepeana talaka mahakamani. Mahakama sio Mungu, mahakama ni mwanadamu. Sheria za mahakamani ni za kibinadamu. Sheria za kimungu ni Biblia. Bwana asifiwe. Hapa ndipo Mungu alipo. Mungu hayuko mahakamani, Mungu yuko kwenye Biblia. Nasi tunapofungisha Biblia, tunapofungisha ndoa za mahali, hatuifungishi kwa mujibu wa sheria za nchi, bali tunaifungisha kwa mujibu wa sheria za nini? Za Biblia. Kwa hiyo Biblia ndio inayoilinda ndoa. Japokuwa mimi nina leseni ya serikali ya kufungisha ndoa, lakini bado natumia sheria za kibiblia kwa sababu ni ndoa ya kanisani. Na tunapofungisha ndoa kanisani, tunawataka watu hao wabaki kanisani, waendelee kuwa kanisani, wadumu kanisani. Tunaona wengine tunawafungisha ndoa, akiisha kupata chake kanisani hamumuoni. Vitu na kuwapisha kwa Bwana. Kama ulikuwa unasali ibada moja, sasa zidisha. Kama kanisani ulikuwa unapatikana nusu, sasa patikana mzima. Kama ni kuishia kabisa. Usije ukapewa kitu chema na Bwana alafu ukampa kisogo Bwana. Bwana akikupatia jambo zuri, mpende zaidi. Mariamu, tumeona wengine akiolewa, samepata Bwana huyu wa kiume ni bwana mdogo. Bado yuko Bwana wa mabwana. Bwana wa mabwana huwa haingiliwi. Bwana wa mabwana anabaki kwenye nafasi yake. Hawezi kuingiliwa na hapaswi kuingiliwa. Na hana mbadala. Kwamba naweza nikapata kitu kingine katika nafasi yake. Yeye anabaki ni Bwana wa mabwana. Alafu anabaki ni Bwana wa ndoa yenu. Sasa akiwa ni Bwana wa ndoa yenu, maana yake ndoa yenu lazima imtambue na impe nafasi huyu Bwana wa ndoa. Na imheshimu Bwana wa ndoa. Ndoa yenu itakuwa nzuri, ndoa yenu itakuwa ya amani, ndoa yenu itakuwa ya afya, mkisimama pamoja na mwanzilishi wa ndoa hii. Maandiko yako mengi yanayoongelea ndoa. Na mimi nimekwisha kuongea nao. Mwanaume ana nafasi yake katika ndoa. Na mwanamke pia ana nafasi yake katika ndoa. Mwanaume ana majukumu yake katika ndoa. Na mwanamke ana majukumu yake katika ndoa. Na mkibaki hapa, ndoa inakuwa ni ya amani, ndoa inakuwa ni ya furaha, unaifurahia ndoa. Leo kuna ndoa nyingi, mwingine akasema
80 ya ndoa ni shida. Utafiti huu sijui kama ni ukweli au kuna uongo, lakini akasema hivi kwamba 80% ya ndoa, na mimi ninaloweza nikasema hapo ni kwamba haziko kwenye mpango wa nani? Wa Mungu, au kwenye kusudi la Mungu. Kama zingelibaki kwenye kusudi la Mungu, zisingelikuwa za majuto. Ndoa haitakiwi kuwa ya majuto, inatakiwa ya kufurahia. Jana nimeongea na nini? Sio jana. Wakati naongea na nini, niliongea na nini? Kusudi la Mungu katika ndoa. Kwa nini Mungu akaiweka ndoa? Na Mungu alikuwa na kusudi gani? Kwa sababu kila kitu Mungu alichokiumba alikuwa na kusudi. Hakuna kitu Mungu alianzisha bila kuwa na sababu, bila kuwa na kusudi nyuma yake. Na kusudi moja wapo ilikuwa ni furaha, kumfanyia mwanadamu furaha, kwa sababu Mungu anampenda mwanadamu. Mungu anatupenda, na kwa sababu anatupenda anatufanyia yatakayotufurahisha. Anakupatia hivi, rafiki yako unampatia kitu cha kumfanyia huzuni, kumsababishia huzuni, kumsababishia majuto? Cha kumsababishia nini? Furaha, ili afurahi. Kwa hiyo na Mungu alianzisha ndoa ili huyu mtu aliyemfanya Mungu kwa mfano wake afurahie. Na mimi nawaomba Victor, hebu ifanye ndoa yenu kuwa ya furaha. Nani anachangia ndoa iwe ya furaha? Mimi ninaamini kwamba anayechangia ndoa iwe ya furaha au mwenye wajibu wa kuifanya ndoa iwe ya furaha ni mwanamke peke yake. Ni wote wawili, sio mmoja. Ni wote wangapi? Wote wawili wana mchango. Tena naweza nikasema wote wana mchango asilimia ngapi? 50-50. Wote ni nusu kwa nusu. Wote wana mchango ili ndoa iwe ya furaha, iwe ya amani, iwe ya utulivu. Nyote wawili, nyote mna mchango wenu. Na ili ndoa iharibike, iwe ya vurugu, iwe ya machungu, pia nyote wawili mnaweza mkahusika. Lakini nyote wawili mkikusudia tangu mwanzo wa ndoa yenu kwamba tunataka ndoa yetu ilitumikie kusudi la Mungu, ilitimize kusudi la Mungu, ijae furaha, ijae amani, na Mungu akae katikati ya ndoa yetu, ni nyie nyote wawili. Na mwanzo wala sio baadaye, mwanzo. Ili mnaanza ndoa yenu, mnaingia kwenye ndoa yenu, mnakusudia ndoa yenu iweje? Bwana Yesu asifiwe. Mnakusudia ndoa yenu iweje? Ndoa iheshimiwe na watu wote. Leo watu hawaheshimu ndoa. Kuna usaliti mwingi katika ndoa. Watu hawaheshimu ndoa. Yaani wanaona ni kitu tu, ni kama taasisi zingine. Inaweza ikawepo, inaweza ikasambaratika. Ndoa sio kama taasisi zingine. Hii ni taasisi ya kimungu. Ni taasisi ambayo mwanzilishi ni Mungu mwenyewe, na bado inatakiwa ibaki katika kusudi la Mungu, imheshimu Mungu, imtukuze Mungu. Leo ndoa nyingi hazimtukuzi Mungu. Shida tu zimejaa mabaya, lakini ni kazi ya shetani. Biblia inasema mwizi hachi ila kuchinja, kuiba, kuharibu ndio kazi yake. Ndoa ikiwa ya afya, jamii inakuwa ya afya. Ndoa ikiwa nzuri, kanisa linakuwa zuri. Hivi wewe kama wangelikwambia ni mchungaji, tukupe vijana na mabinti ndio wawe waumini wako, ndio wawe washirika wako, au tukupe wanandoa? Mimi nasema mnipe wanandoa. Vijana hawa na mabinti ni shida, kuwachunga ni kazi kubwa sana. Wanandoa, ukipata wanandoa ambao ndoa zao ni salama,
mchungaji unanenepa. Kama ndoa zao ni salama, lakini ndoa zao zikiwa shida, kanisa hilo sio kanisa. Ndoa inaweza ikakupeleka jehanamu na ndoa inaweza ikakusaidia kwenda mbinguni. Ndoa inaweza ikakufanya ukanenepa au ndoa inaweza ikakufanya ukakona. Ndoa inaweza ikakufanya ukaugua vidonda vya tumbo au ukawa salama. Ndoa inaweza ikakufanya ukalala usingizi mzuri au ukalala usingizi sasa mbaya, sijua ukoje, ukakosa usingizi. Ndoa inaweza ikakufanya ukawa na utulivu au ukawa na mawazo masaa yote. Ndoa inaweza ikafanya vitu vingi sana. Ikiwa nzuri, mambo yanakuwa vizuri. Ikiwa mbovu, kila kitu kinaharibika. Ndoa inafanya familia, jua kutofautisha familia na ndoa ni vitu viwili tofauti. Familia ni baba, mama na watoto pamoja na wategemezi katika nyumba hii. Lakini ndoa ni watu wangapi? Wawili, na wauzi wawili peke yao. Sasa hao wawili wana ndoa, wakiwa ni ndoa nzuri, ndoa salama, ndoa safi, ni afya, hata watoto wanakuwa salama. Ni watoto wangapi wanakosa haki zao kwa sababu ya ndoa kutokuwa na utulivu? Ni watoto wangapi wengine wanakimbia nyumbani, wanaenda kwa mitaani kwa sababu ya ndoa? Ni watoto wangapi wanakosa haki zao za msingi kutoka kwa wazazi wao kwa sababu ndoa imeenda tenge? Ni watoto wangapi wanakosa hata shule, hawaendi shule, baba na mama wako, lakini shida ni kwenye ndoa. Baba, sijui mnawahitaji hao baba ambao hawajitambui, wenye akili nusu. Uwezi ukawa na akili zinakutosha ukamwacha mke wako nyumbani ukaenda kwa changudoa. Huo ni upumbavu na ni utaila uliopitiliza. Mtu kama huyo tunasema ana akili za kumfanya alale na kuamka zinaishia hapo hapo, au za kumfanya avae nguo asitembee, lakini hana akili kabisa. Mtanisamehe kama mko hapo, lakini mimi nasema neno la Mungu. Biblia inasema azimie na mwanamke, sema niwasikie. Sasa naomba mniambie, ambaye hana akili kabisa, yani kabisa ni mtu gani? Yani yukoje huyo ambaye hana akili kabisa? Taira, zezeta. Hebu mpatie jina jingine kama yuko hapa nisikilize vizuri. Mwewe, kichaa, mwenda wazimu. Hebu mpatie jina jingine. Mpatie jingine ili aondoke na majina yote mengi yanayomstahili. Biblia inasema azimie na mwanamke. Na hapa tumesoma ndoa iheshimiwe na watu marazi yawe, kwa sababu Mungu atawahukumu waasherati na wazinzi. Sio kwa sababu uzinzi na uasherati unachafua, ndio uchafu unaotajwa pale. Sasa Biblia inasema azimie na mwanamke, maana yake atokaye kwenye ndoa yake akatoka nje akaenda kwa wengine ambao sio wanandoa, ndio Biblia inasema hana akili. Awe ni mwanaume awe ni mwanamke, hana akili. Ila wanaume ni wabaya zaidi katika hilo eneo. Wanawake asilimia kubwa, tena inaweza ikawa kama 80, wana akili. Akiisha kuolewa anatulia nyumbani. Lakini wanaume haya mengine yanavaa suruali, yalitakiwa inyang'anywe suruali. Yalitakiwa yanyang'anywe na suruali, ama yatembee uchi au yatembee na madaso tu, ili ionekane kwamba hayafai. Mwanaume huwezi ukawa na akili zinakutosha ukatelekeza watoto wako wazuri uliowazaa kwa mbegu zako mwenyewe. Wanakosa mboga nyumbani, lakini changudoa anakula na watoto wake. Una akili?
Mwanaume una akili. Unaweza ukawa na akili ukanunua samaki kabisa ukapeleka nyumba ndogo. Kabisa una akili. Unachukua hela, unampa kahaba mwenyewe ananuka hata kuoga, anaoga tu saa ile basi. Ananuka dhambi. Alafu anakwenda huko. Biblia imesema maradhi yawe, kwa sababu Mungu atawahukumu wazinzi na waasherati ambao ndio wanaochafua ndoa. Uzinzi ni adui mkubwa wa ndoa, adui mbaya sana wa ndoa. Awe ni mwanaume au ni mwanamke, akianza kutoka nje ya ndoa amebomoa nini? Hiyo ndoa haiwezi ikawa salama. Wanawake mara nyingi wanavumilia kwa sababu wanakanyagwa tu. Ngoja niwatetee kidogo. Kwa sababu dume anajiita yeye ni dume, sijui ndio huo mfumo dume mnaita, anamuonea anajua kabisa umetoka huko kwa makahaba, afanyeje? Maskini wa Mungu, inabidi akubali tu yaishi. Ananyong'onyea hivi, anakondea ndani unakuta amekondea, na nje anajifariji, lakini ndani anakondea. Alafu yuko maskini anaendelea kubembeleza ndoa ili endelee kuwepo. Nasema hivi, ndoa ibembelezwe na nyote wawili, sio kubembelezwa na mwanamke peke yake. Lazima sote tuijali na kuheshimu, kwa sababu ni agizo la nani? La Mungu. Yako mengi yanayoweza yakawa hatari kwa ndoa, na leo sina nafasi ya kuyaongelea mengi, lakini kuna jambo tunaliita mila na desturi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Tanzania. Juzi kati hapa tulikuwa tunaongea kwamba hayati baba wa taifa alifanya kitu kizuri sana, kutuvuruga. Sasa huyu akawa anasema alituvuruga na vurugu hii ikaleta matunda mazuri. Wakawa naongelea masuala ya shule za siku za nyuma. Ukizaliwa Kagera hakuna kusomea Kagera, unapelekwa wapi? Mtwara. Na wa Mtwara analetwa wa huko anapelekwa Kilimanjaro. Kwa hiyo tukavurugwa, na ukiisha kufika huko, jamani, ni ndugu zako hao, sio? Alafu wakiisha kuwa ndugu zako, unaona huko. Sasa matokeo yake hata nyumbani hamtaongea tena Kilugha, ni Kiswahili, lugha ya taifa. Mungu awabariki mnaooa kabila zingine. Hakuna kutunza ukabila, tunatunza Utanzania. Kwa hiyo Mungu akubariki Victor kwa kuoa Sumbawanga. Nzuri sana. Kwa sababu kisha kuoa Sumbawanga, maana yake Wafipa. Sumbawanga ni Wafipa. Ni Wafipa zaidi. Sasa maana yake Wafipa wamekuwa ndugu zetu. Sio? Sasa tumekuja, maana yake hakuna mipaka tena. Wafipa ni ndugu zangu. Kwa nini? Nimeoa huko. Sasa ni ndugu tayari. Kwa hiyo popote hakuna tena kubaguana na kutengana. Sasa tukiisha kuoana hivi, maana yake mila za Mwaya na mila za Mfipa vinawekwa pembeni, tunatembea na mila za Biblia. Tunatembea na mila za nini? Za Biblia. Kwa sababu Mariamu aking'ang'ana na mila zao na utamaduni wao na desturi zao, alafu nao kang'ang'ana na za kihaya chetu, mambo hayataenda. Ndoa haitasimama sawa sawa. Kwa hiyo tunaweka pembeni hayo, tunatembea na Biblia. Neno la Mungu linasemaje? Linakuwa ndiye kiongozi katika ndoa yenu. Hapo mnaenda vizuri. Yaani mtaenda vizuri na mtafurahia maisha. Lakini ukianza mimi kwetu wanawake huwa ni huyu sio Mwaya, ni Mfipa sasa. Haya mimi kwetu sisi wanaume huwa jamani wapendwa, mimi ni Mwaya sio Mfipa. Kwa hiyo tunaangalia Biblia inasemaje, maisha yanakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinaweza kikawakoroga kidogo, tunakiita tabia za kuzaliwa. Sasa tabia za kuzaliwa, tabia ya kuzaliwa
huwezi ukaibadilisha kirahisi. Huwezi ukambadilisha mtu. Sanguni huwezi ukambadilisha akawa Kaleni. Melancholic huwezi ukambadilisha akawa phlegmatic. Huwezi ukawabadilisha, atabaki vile vile. Msemaji sana huyu Sanguni, huwezi ukamwambia usiwe msemaji. Wewe asipokuwa msemaji mambo yataharibika na kukonda atakonda, atabaki vile vile. Kaleni huyu ambaye yeye chakula chake ni kazi, huwezi ukambadilisha. Yeye ni mtu kazi. Huyu wa haraka wa kukurupuka Sangu, yeye ni wa haraka, sio wa kutafakari kama phlegmatic. Sasa hizi hali za kuzaliwa hizi zinatofautisha sana, na nimekwisha kuongea nao, zinatofautisha sana. Na unaweza ukakuta wakati mwingine watu wanatofautiana, wanagombana ovyo kwa sababu ya hali zao za kuzaliwa. Huyu yuko hivi, huwezi ukambadilisha. Huyu yuko hivi, mtu wa mpangilio, huwezi ukambadilisha akakaa shagarabagara. Hivi mnajua kuna watu wamepangiliwa, yaani maisha yake yamepangiliwa kuanzia ndani mpaka nje, na mazingira yake yamepangiliwa, kila kitu mahali pake, huwezi ukambadilisha. Na huyu mwingine ni popote, anaweza kalala popote, akalia popote, naye ni shida. Sasa mnapokuja kuungana, inaweza ikaleta shida wakati mwingine. Tabia za huyu, akitupa kitu hapo, wala huyu anataka kitu mahali pake, ukikitupa pengine tayari ni makwaruzano. Kwa hiyo unakuta mnatofautiana kwa sababu tu ya asili zenu. Sasa hizi asili mara nyingi kuzibadilisha huwa ni shughuli. Nasema neno hili, Victor, huwezi ukaibadilisha asili ya Mariamu, na Mariamu huwezi ukaibadilisha asili ya nani? Alivyo ndivyo atakavyokuwa. La muhimu ni kumfahamu mwenzi wako na ukajua jinsi ya kuishi naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mlio wa miaka mingi, ni kumfahamu mwenzi wako na ukajua jinsi ya kuishi, kwa sababu ukitaka umbadilishe, si ndio? Sasa wewe unataka umbadilishe na yeye pia anataka akubadilishe. Sasa tutaenda wapi? Twende mwelekeo ni kumjifunza mwenzio na ukajua jinsi ya kuishi. Basi imetosha. Bwana na asifiwe. Unamjifunza mwenzio na unajua jinsi ya kuishi na mnaenda tu vizuri na kwa utulivu na kwa amani. Victor, nimekwisha kuongea na nyinyi wawili ambao hasa siku ya leo ni ya kwenu. Wengine nilikuwa tu nikukumbushana kidogo na kutiana moyo. Mimi niwatie moyo, kama mke wako ni mbaya na wewe pia ni mbaya. Nani hapa amekaa na mke wake? Hebu mgeukie mke wako, mwambie mimi ni mbaya na wewe ni mbaya. Yaani unajua watu ni mbaya huyu, wakikupa kuishi naye uweze mbona kitu na wewe ni mbaya. Sote ni wabaya na pia sote ni wazuri. Kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake. Hakuna mtu ana ubaya 100%. Hakuna mtu ambaye tunasema ni mbaya 100% na ni mwema 100%. Mwema 100% ni nani? Mungu peke yake. Lakini wanadamu tuna makasoro yetu. Wanadamu kuna eneo tunasema hili ni eneo la nguvu na hili ni eneo la udhaifu. Eneo la nguvu, eneo la udhaifu. Kila mwanadamu yuko hivyo. Kwa hiyo tunapoungana kuishi pamoja sasa, ambao tumetoka mahali tofauti, makuzi tofauti, nini, kila kitu tofauti, mjifunze mwenzako, umjifunze sawa na ujue jinsi ya kuishi naye. Na ukijua jinsi ya kuishi naye, mtaishi maisha yote mpaka mnazeeka. Bwana asifiwe. Alafu mtu anakuuliza, hivi uliwezaje kuishi na fulani? Ulishindwa wewe, lakini mimi naweza. Unaishi naye mpaka mnazeeka kabisa. Narudia neno hili ninapomalizia. Ndoa ya Kikristo ni mke mmoja, mume mmoja, ni mume mmoja,
mke mmoja, na kwenye vyeti vyenu huwa kuna sehemu inasema huenda ikawa ya wake wengi, huwa tunafuta ya wake wengi, tunafuta, tunabakiza inayosema mke mmoja. Ndio ndoa ya Kikristo. Sasa ikiwa ndoa ya mke mmoja, sio kwamba akiondoka unaleta mmoja na baki mmoja, ni huyo huyo mpaka kifo kiwatenganisha. Kisipowatenganisha ni kuendelea kuishi. Bwana asifiwe. Mimi mke wangu ni kuishi mpaka kifo kitakaposema ni kuendelea. Hata wazo la kwamba tunaweza siku moja tukaachana halitakiwi kuwepo. Linatoka kwa shetani hiyo, wala halitoki kwa Mungu. Ni kuishi na kuendelea kuishi mpaka Yesu atakaposema mmoja wapo njoo. Si ndio? Lakini kama hajasema hivyo, ni ndoa ya maisha. Victor, Mariamu ni ndoa ya mgeukie mwenzi ni ya maisha. Yaani hakuna kwamba itafika mahali tukitofautiana sehemu ngapi. Ni ya maisha. Hiyo ndio ndoa ya Kikristo. Nimekwisha kuongea na nyinyi, nimekwisha kuweka msingi wa ndoa yenu, mkayazingatie niliyosema na nyinyi, na Mungu awabariki. Baba, nashukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu mwema, umetuitia amani na wewe ni mfalme wa amani. Tunaenda kuunganisha wawili hawa, Victor pamoja na Mariamu, katika ndoa takatifu. Naomba neno lako ambalo tumelisoma na ambalo nimekwisha kusema nao likawa msingi kwa ajili ya ndoa yao yenye furaha na amani. Wabariki wote, hata walio katika ndoa zao, ukahuishe ndoa zao zikalitumikia kusudi lako, katika jina la Yesu, amen. Asante. Na nipende kuuliza, ni nani anayemtoa Mariamu kuolewa na Victor? Mzazi au mwakilishi wa mzazi, naomba asimame. Mzazi. Asante. Mzazi kabisa. Ndio. Mungu akubariki sana kwa wote. Asante sana kwa kweli. Basi tunaomba tupate ruhusa yako, utataja jina lako na ni nani kwa Mariamu, na utatuambia unamtoa Mariamu aolewe na Victor bila kipingamizi. Karibu. Unaweza ukatuambia mimi fulani mzazi au nafasi yako kwa Mariamu, ninamtoa Mariamu aolewe na Victor. Mimi Michael Ansikipesha, baba mzazi kwa Mariamu, namtoa Mariamu aolewe na Victor. Hana pingamizi lolote kwa kiroho safi. Unajua Mungu hatufahamu. Asante sana mzazi, unaweza sasa kukaa. Hizo ni baraka za mzazi. Hizo ni baraka. Na mzazi wako anapokuwa amekuachia na baraka zake, utafanikiwa. Mzazi kimungu amepewa uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Mzazi anaweza akakutamkia baraka na zikakupata, au akakutamkia laana ikakupata. Akijuta au akinyong'onyea nafsini mwake kwa sababu yako, uweze kubarikiwa. Kwa hiyo mzazi anapokutoa hivi, nuruni kwa baraka, kwa maneno ya baraka, baraka inaenda nawe. Sio ile ya kuletewa taarifa, unajua binti yako yuko wapi, hata alikoenda huko juu. Asante sana mzazi. Sasa kwa kuwa mzazi amekwisha kutoa ruhusa yake, ninaomba maharusi wetu msimame.